Jifunze kuongea Kiarabu online TV. Karibu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Amma ba'd, tunazidi na darasa yetu ya mnasaba Ramadhan. Kitabu chetu hiki Ithafu Ahli al-Iman bi Durus Shahr Ramadan. Ndio katika darasa nambari 26, darsu السادس والعشرون. سنة 26 في بيان فضل ليلة القدر والحث على الاجتهاد فيها. katika kubainisha ubora wa usiku wa Lailatul Qadr, usiku wa cheo, na himizo juu ya kujitahidi ndani yake. Alhamdulillah fallala shahr Ramadan ala ghayrihi min ash-shuhur wa khassahu bi Lailatul Qadr. Na amehusisha usiku wa Lailatul Qadr allati usiku ambao hiya khayrun, huwa ni bora min alf shahr, kuliko miezi 1000. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi, amma ba'd. Qala Allah ta'ala: inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, hakika sisi tumeteremsha hii Qur'an katika usiku wenye baraka uliobarikiwa. Inna kunna mundirin, hakika sisi tulikuwa ni wenye, au hakika sisi tumekuwa ni wenye kuonya. Fiha, ndani yake, yufraku kullu amrin, linapambanuliwa kila jambo, hakim, lililohukumiwa ndani usiku huo Lailatul Qadr. Qala ta'ala: inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, hakika sisi tumeteremsha Qur'an katika usiku wa cheo. Wama adraka ma Lailatul Qadr, ni kipi kitakachokujulisha ni upi usiku wa Lailatul Qadr? Lailatul Qadr khayrun min alf shahr, Lailatul Qadr ni bora kuliko miezi 1000. Tanazzalu almalaikatu waruhu fiha, wanateremka malaika na Jibril ndani yake. Arruh maana Jibril salam, ndipo ni katika malaika, lakini hapa kuna tafdhil kwamba Allah anafadhilisha anachotaka katika viumbe vyake. Waruhu fiha, na Jibril ndani yake, biidhni rabbihim, kwa idhini ya Mola wao, min kulli amr, katika kila jambo. Salamun hiya hatta matla al-fajr, nyamanu usiku huo mpaka kuchomoza kwa alfajiri. Wa hiya fi shahri Ramadan al-mubarak, usiku huo upo ndani ya mwezi wa Ramadhani al-mubarak, liqawlihi ta'ala: shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Mwezi wa Ramadhan ndio umeteremshwa ndani yake Qur'an, hudan lin-nas, ni mwongozo kwa watu na ubainisho kutokana na mwongozo, wal-furqan, na kipambanuzi baina ya haki na batili. Wa turja fi al-ashr al-awakhir minhu, na utarajiwa zaidi kuipata Lailatul Qadr katika 10 la mwisho la mwezi huu wa Ramadhan. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. itafteni ليلة القدر, usiku wa Lailatul Qadr katika 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhan. Muttafaqun alayhi. Fayanbaghi al-ijtihad fi kulli layali al-ashr, inapaswa, inatakikana kujitahidi katika masiku yote ya 10 la mwisho, talaban li hadhihi al-layla, kwa ajili ya kutafuta usiku huu. Fadqala Nabii sallam: man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa akhbara ta'ala annahu khayrun min alf shahr, kwamba pia vile vile Allah amekhabarisha kwamba usiku huu ni bora kuliko miezi 1000. Wa summiyat Lailatul Qadri, na umeitwa Lailatul Qadr li'annahu yuqaddaru fiha, sawa kake ukadiriwa ndani yake, ma yakunu fi tilka sana, ile ambayo itakayokuwa ndani ya mwaka huo. Kwa yanakadiriwa bwana, ndani ya mwaka huu yatatokea matukio haya na haya na haya na haya. Liqaulihi ta'ala: fiha yufraqu kullu amrin hakim, wa huwa at-taqdiru as-sanawi, nao ni ukadiriaji wa mwaka. Wa huwa at-taqdiru al-khas, nao ni ukadiriaji wa khas, yani maalum ndani ya usiku huu. Ama taqdiru, ama ukadiriaji ule wa ujumla, fahuwa muqaddamun, huwa ni wenye kutangulizwa, au fahuwa mutaqaddim, huwa ni wenye kutangulia, ala khalqi samawati wal ard, juu ya kuumba mbingu na ardhi, bi 50,000 sana, kwa miaka 50,000, na Allah ishakadiria mambo ambayo yatakayotokea. Kama sahhat bidhalika al-ahadithu, kama vile zilifasihi katika jambo hilo hadithi.
Waqila, na pamesemwa sumiyat lailatul qadri, imeitwa lailatul qadr li'idhami qadriha wa sharafiha, kwa ukubwa wa cheo chake na utukufu wake. Wa maana qawlihi ta'ala khairun min alf shahr, ay qiyamuha, kisimamo chake, wal amalu fiha, na kufanya amali ndani yake, khairun min al amal, ni bora zaidi kuliko amal, fi alf shahr, katika miezi 1000, khaliyatan minha, iliyotupu na usiku huo. Yani miezi 1000, lakini miezi hiyo uliyofanya hamna ndani yake usiku wa lailatul qadr. Wa talabuha fi awtari al-ashri akad, na kuitafuta kwake katika witri za 10 la mwisho na kuna msisitizo zaidi. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوها في العشر الأواخر في 3 يبقين، itafteni lailatul qadr katika 10 la mwisho katika masiku matatu yenye kubaki, au 7 yabqain, au 7 yenye kubaki, au 9 yabqain, au 9 au siku 29 ile yenye kubaki. Na hapa kama vile wanavyosherehesha alulama hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema fi 3 yabqaina, ni riwaya nyingine zimekuja fi 3 yatabaqaina, imekuja hivi katika baadhi ya riwaya. Anasema au fi 3 yabqaina min Ramadhan, yani katika mwezi wa Ramadhan, yani lailatul thalitha wal 20, yani usiku wa 23. Waqila, na pamesemwa almuradu, makusudio, lailatul thamin wal 20, usiku wa 28, wadhalika bi'tibari tamami ash-shahr, na jambo hilo kwa kuzingatia ukamilifu wa mwezi, wa nuqsi 3 ayamin min ash-shahr, na upungufu wa siku 3 katika mwezi. Fashahru 30 yawman, mwezi una siku 30, yanqusu minhu 3 ayyam, fatakunu lailatu thamin wal 20. Waqila, na pamesemwa almuradu lailatu sabi wal 20, na pamesemwa pia makusudio hapo ni lailatu sabi wal 20, wadhalika bi'tibari nuqsani shahr wa nuqsi 3 ayyam min ash-shahr. فالشهر 29 يوما تنقص منه 3 أيام فتكون ليلة السابع والعشرين. كما vile wanaeleza, yani katika baadhi ya maelezo ya wanachuoni wakiwa wanasherehesha hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. awali fi 9 yabqain, yani yabqain min Ramadan, yani ليلة 9 والعشرين. وقيل المراد والليلة 2 والعشرون. كنا katika baadhi ya maelezo wanachuoni wakiwa wanaelezea hapo hadithi hii fi 3 yabqain, yani katika siku 23 yenye kubaki, au 7 yabqain katika siku 27 yenye kubaki, au 9 yabqain katika siku 29 yenye kubaki. Lakini katika maelezo ya baadhi ya wanachuoni wakiwa na شرح حديثه يا متى صلى الله عليه وسلم. وليلة 27 نوسيك 27 أرجاها دون ترجي وزيدي، لقول كثير من الصحابة رضي الله عنهم، وقول يا مصابة وينجي إنها ليلة 27 كما بينا katika siku 27. منهم ابن عباس، miongoni mwa Ibn Abbas, wa Ubay ibn Ka'b wa ghayruhuma, na wengineo, Ubay ibn Ka'b na wengine. Wa hikmatu ikhfaiha, na hikma ya kuificha lailatul qadr, liyajtahida almuslimuna fi alibada, ili wajitahidi waislamu katika ibada, fi jamii layali al-ashr, katika masiku yote ya 10 la mwisho. Kama ukhfiyat sa'atul ijabati min yawm al-jum'ah, kama ilivyofichwa saa ya kujibiwa kwa dua katika siku ya Ijumaa, kama vile ilivyofichwa saa ya kujibiwa dua katika siku ya Ijumaa. Liyajtahida almuslimu, ili ajitahidi muislam, fi jamii al-yawm, katika siku yote. Wa yustahabbu lilmuslim, na inapendelewa kwa muislam, an yakthira fiha min ad-du'a, kathirisha ndani yake dua, li anna ad-du'a fiha mustajab, sababu dua ndani yake inajibiwa. Wa yad'u bima warada, na aombe kile ambacho kilichokuja. An Aisha radhiyallahu anha qalat ya Rasulullah, mama Aisha radhiyallahu anha amesema kumwambia Mtume sallam, ewe Mtume wa Allah, in wafaqtuha fa bima ad'u, ikiwa nitawafiq huo siku ya Lailatul Qadr niombe nini? Ikiwa nitawafiq usiku huo Lailatul, niombe nini? Qala quli, amesema quli, sema Allahumma innaka afun
Allah kikawa ni mwenye kusamehe, tuhibbul afwa fa'fu anni, unapenda kusamehe basi nisamehe mimi. Rawahu Ahmad wa Ibn Majah. Fa ayuha almuslimun, enyi waislam, ijtahidu fi hadhihi al-laylati al-mubarakah, jitahidini katika usiku huu wenye baraka, bisalati wad-du'a wal-istighfar, wa kusali na dua na kufanya istighfar, wal a'mali salihah, na matendo mema. Fa innaha fursatul umr, sababu ni fursa ya umri. Wal furas la tadum, na fursa hazidumu. Ukiipata leo usifikiri na kesho utaipata. Fa inna Allah subhanahu, kwamba hakika Allah subhanahu aliyetakasika, akhbara, amekhabarisha, na khairun min alf shahr, wa alf shahrin tazidu ala 80 aman, na miezi 1000 inazidi miaka 80. Wa hiya umrun tawilun, na ni umri mrefu. Law qadaha al-insan kullahu fi ta'ati Allah, law mtu angeutumia wote katika kumtii Allah, fa laylatun wahida, usiku mmoja, hiya laylatul qadr khairun minhu, ni bora kuliko hiyo. Wa hadha fadlun adhim, na hii ni fadla kubwa. Wa hadhihi al-layla tunasku fi Ramadhan qat'an, upo ndani ya mwezi wa Ramadhan kwa kukata. Wa fi al-ashr al-akhirati minhu akadu, na katika 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhan kuna msisitizo zaidi kuwa inapatikana ndani ya 10 la mwisho. Wa idha ijtahada al-muslim fi kulli layali Ramadhan, na pindi atakapojitahidi muislamu katika siku yote ya Ramadhan, faqad sadafa laylatal qadri qat'a, kwa hakika amekutana na laylatul qadri kwa kukata, yani pasi na shaka, ukiwa umesimama visimamo vyote vya mwezi wa Ramadhan. Wa rujiya lahu alhusulu ala khairihi, na inatarajiwa kwake yeye kuzipata au kufikia khairi zake. Fa ayu fadlin a'lamu min hadha alfadl liman waffaqahu Allah, fadla ipi iliyo kubwa zaidi kuliko fadla hii kwa yule ambaye aliyewafikishwa na Allah. Fahrisu rahimakumullah, popieni Allah warehemuni, ala talabi hadhihi al-layla, juu kutafuta usiku huu. Wajtahidu bil a'mali salihah, najitahidini kufanya amali salih, matendo mema, litafuzu, ili mfaulu, bithawabi, kupata thawabu zake. Fa innal mahruma man hurima thawab, hakika mwenye kunyimwa ni yule ambaye aliyenyimwa thawabu. Wa man tamurru alayhi mawasimul maghfira, ni yule ambaye inapita juu yake misimu ya msamaha. Wa yabqa muhammalan bidhunubihi, na anabakia mwenye kubebeshwa madhambi yake. Bisababi ghaflatihi wa iradhihi, kwa sababu ya kughafilika kwake na kupuuza kwake. Wa adami mubalatihi, na kutojali kwake. Fa innahu mahrum, hakika huyo ni mwenye kunyimwa khairi. Ayuha al-asi, ewe mwenye kuasi, ewe mwenye kufanya maasi, tub ila rabbika, tubu kwa Mola wako. Was'alhu al-maghfira, na muombe msamaha. Faqad fataha laka baba at-tauba, hakika amekufungulia mlango wa kutubu. Wadaaka ilaiha, na amekuita wewe katika mlango huo. Waja'ala laka mawasiman lilkhairi, na amejalia kwa wewe misimu ya khairi. Tudha'afu fiha alhasanat, yanaongezwa badala ndani yake mambo mema, yani malipo yake yanaongezwa badala. Kifanya jema malipo yake yanakuwa mudhaaf, yanaongezwa badala. Watumha fiha as-sayyi'at, na yanafutu ndani yake makosa. Fakhudh li nafsika bi asbabin najat, ichukulie nafsi yako sababu za kufaulu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi.